Je, umewahi kusikia jina liitwalo Imhotep katika masikio yako? Leo nataka nikupe maarifa kidogo juu ya binadamu aliyewahi kuishi hapa duniani, akiwa na uwezo mkubwa na mgunduzi wa vitu mbalimbali ambavyo hutumika hadi hivi sasa akitokea barani Afrika. Imhotep ni nani? Imhotep alikuwa ni binadamu aliyezaliwa barani Afrika katika nchi ya Misri ijulikanayo kama Egypt hivi sasa. Binadamu huyu alikuwa ni Mwafrika kwa uhalisia na alizaliwa akiwa na maarifa mengi yaliyowashangaza sana wazazi wake, kutokana na kasi yake ya ajabu kuweza kufikiria na kupata ufumbuzi wa vitu mbalimbali ambavyo vilionekana kuwa ni changamoto kwa watu wengi. Hivyo katika ukuaji wake Imhotep katikati ya miaka ya 3000 mpaka 2700 BC, binadamu huyu alijulikana ulimwenguni kutokana na maajabu yake ya ugunduzi na ufumbuzi wa ajabu aliokuwa nao binadamu huyu kutoka Afrika. Mwaka 3000 BC ndio mwaka uliomtambulisha Imhotep ulimwenguni kutokana na uhusika katika ujenzi wa Step Pyramid huko nchini Misri, yani Egypt kama ijulikanayo kwa wengi. Hivyo binadamu huyu ndo aligundua ujenzi wa majengo makubwa kuwahi kutokea duniani yaitwayo pyramid huko Misri, nikimaanisha Egypt, kwa kutumia vipimo vya urefu na mapana alivyovigundua yeye. Kupitia ugunduzi huo, basi ulimwengu ulimpa jina la kuwa yeye ndo mtu wa kwanza kugundua hisabati duniani, yani first mathematician in the world, na mwanzilishi wa hesabu ulimwenguni. Lakini pia binadamu huyu ajulikanaye kama Imhotep alikuwa pia ni mwana anga wa kwanza kugundua mpangilio wa nyota na sayari, yani mfumo wa jua, wazungu hupenda kuita solar system. Lakini binadamu huyu kutoka bara la Afrika hakuishia hapo tu, bali alizidi kwenda mbele zaidi katika ugunduzi wake na kufikia hatua ya kugundua dawa duniani ili kutibu magonjwa na maradhi mbalimbali ambavyo huwakumba na kuwasumbua watu wengi ulimwenguni. Mpaka binadamu duniani walizidi kumpachika majina na hivyo kumuita tena medicine man, yani wakiwa na maana ya kuwa mwasisi wa dawa duniani, na wazungu walimuita God of Asclepius. Na hapo ndipo chimbuko la jina la alama au nembo inayotumiwa na shirika la afya ulimwenguni WHO, alama hiyo ijulikanayo kama Asclepius symbol. Lakini Imhotep alizidi kuvumbua na kugundua vitu vingi sana. Mfano, Imhotep ndio alithibitisha kuwa kiumbe wa kwanza kuja duniani kabla ya binadamu alikuwa ni ndege ajulikanaye kwa jina la Bennu, aliyekuwa akipatikana katika bara moja tu ulimwenguni, nalo ni bara la Afrika, ambapo Wagiriki walimuita ndege huyo Phoenix. Ndivyo ajulikanavyo mpaka hivi sasa. Ukisoma vitabu mbalimbali, mfano kitabu kiitwacho African Origin of Civilization kilichoandikwa na Cheikh Anta Diop, profesa kutoka nchini Ghana, pia kitabu kijulikanacho kama African Mother of Western kilichoandikwa na Yusuf Ben. Vitabu hivi vyote vinaelezea kwa kina mambo ya ndege huyu na chimbuko lake. Lakini baada ya miaka kadhaa kupitia, Imhotep kutoka Afrika alifariki na kupotea katika ulimwengu huu, na hapo ndipo chanzo cha kuibuka kwa uwezo wa watu weupe, yani white man. Kwa sababu baada ya Imhotep wa Afrika alitokea mzungu huko Ulaya aliyejulikana kwa jina la Mr. Imhotep, na ndiyo binadamu wa kwanza mweupe kugundua mtandao wa Facebook unaotumiwa na idadi kubwa ya watu ulimwenguni hivi sasa. Hapo ndipo wazungu walianza kupoteza historia ya kuwepo kwa Mwafrika. Imhotep alikuwa na uwezo mkubwa kuliko binadamu yeyote wakati ule na karne ile, na hapo ndiyo wazungu alitambulisha lugha yao ya Kiingereza ijulikanayo kama English language mwaka 1400 katika karne ya 13.
Hapo ndipo historia ya Afrika ikaanza kuzimwa na kupotezwa katika ulimwengu huu na kuonekana kama Mwafrika hakuwa na uwezo wa aina yoyote tangu ulimwengu kuumbwa na Mwenyezi Mungu. Na hapo ndio mambo yakaanza kuwa tofauti. Lengo ni kuwafanya Afrika kutokuja kuamini kama wana uwezo mkubwa kushinda wazungu. Maana ya bara la Afrika ni mtawala wa dunia, mwanzo wakijulikana kama Negroes, na Ulaya kuwa na maana ya watawaliwa ambao wakijulikana kama Caucasians, lakini pia bara la Asia likiwa na maana ya wasaidizi waliojulikana kama Mongoloids. Kupitia kuwepo kwa mzungu aliyejulikana kama Mr. Imhotep, hapo ndipo sifa na historia ya Imhotep kutoka Afrika ilifichwa na kupotezwa kabisa, na wazungu walizidi kuididimiza historia ya Afrika kadri siku zilivyozidi kwenda, mpaka kuwafanya Waafrika kuamini kuwa mzungu ndo kila kitu, pasipo mzungu hakuna maendeleo, huku wakiwa hawakubaliani na vitu vinavyotengenezwa na kugunduliwa na Waafrika wenzao. Mfano, Mwafrika akigundua kitu, Waafrika watasema hicho ni feki. Yaani, Mwafrika yupo tayari kusubiria bidhaa kutoka Ulaya kwa muda mrefu kuliko kununua bidhaa ya Afrika, kwa imani kuwa Mwafrika anatengeneza vitu feki. Hiyo nadharia yote Waafrika walionayo imejengwa na kutengenezwa wazungu katika karne za nyuma, ili kuwafanya Waafrika kutojua kama wao ndo watawala wa dunia. Imeandaliwa na Faisal the Master kupitia sauti murua ya Khamis Tahir Isa chini ya Smartway Kazi TZ. Unaweza kutupata kupitia 0759685104 ama 0718050077. Wabadu wakatabahu Fakir. Shukran berber.